kabla sasa sija mleta ndugu yetu ama ndugu zetu ambao walianzisha ujenzi wa msikiti huu, ndugu zetu walikaa wakapiga fikra kwamba bana tuanzishe, kabla hujapokelewa na taasisi ya Jumuiyatul Ihsan al-Khairiyya. Kuna watu ambao waliuanzisha msikiti huu. Sasa kabla sijawaleta watu hawa, naomba kwanza niwakumbushe Waislamu kama alivyotangulia shekhe kusema, huenda akaja mwalimu hapa, tukampata mwalimu katika sehemu hii, mashaallah, tusimchokonoe. Hii ni muhimu sana. Wewe unataka swala, njoo uswali shekhe. Unataka uuliza shekhe. Sio imamu au mwalimu kaja hapa shekhe, mathalan kwa mfano kachaji simu tu. Mimi tunalipa sisi, shekhe achaji tu simu. Ili sio jambo dogo kumswalisha mtu hapa mbele shekhe wangu. Kama unaona rahisi tukikupa wewe uwezi. Yaani sio kitu cha kawaida. Watu wametumia muda, wakawekeza muda wao na akili kusoma. Yaani kama unavyomheshimu daktari, basi hata huyo anayekutibu moyo wako na kukuelekeza namna ya kuishi ili upate utulivu mbele ya Mwenyezi Mungu, inahitajika umheshimu maradufu kuliko vile unavyofikiria. Sisi wakati tunasoma tulikuwa tunaheshimu mashekhe zetu hapa. Sheikh Salim Jimka ni shekhe wangu. Sio shekhe wangu tu, ni kama baba yangu kwa Iringa hii. Sio hivyo tu, sio mimi tu, hata Sheikh Yasin Mwihagu pia vile ni shekhe wake. Pamoja Sheikh Yasin Mwihagu akawa ni shekhe wakati, lakini ndio maana unaona mbele ya Sheikh Jimka hajafanya hivi. Yaani kwamba kujitanua kwamba sasa nipo kwenye katangu. Ashaona japo nipo kwenye kata, lakini kuna mtu yupo juu ambaye amenipatia hiki nilichokuwa nacho. Sisi tunamheshimu nani? Shekhe. Pamoja tuko hivi, ukituona bana Sheikh vipi bana Ali, vipi salama? Lakini sisi tukifika tena sehemu nyingine tunamheshimu shekhe wetu. Kama ilivyokuwa kanuni. Lengo na dhumuni ni kwamba kuheshimu kitu alichokifanya kwetu siye. Yaani huyu shekhe alikuwa na uwezo wa kujifungia ndani. Yeye keshasoma, akae tu ndani akawa analima miogo asitufundishe siye. Alikuwa na uwezo akalima miogo, akalima mchicha, maisha yake akawa yanaendelea. Alafu sisi asitufundishe. Lakini yeye akaona hiki nilichopata nimpe na mtu fulani. Ndugu zangu, kuna wakati mwingine maustazi wanaokuja vijijini wametoka mjini. Kabisa mjini, lakini anakuja wapi? Kijijini. Sasa usije ukafika huko kijijini basi wewe ukamuona kana kwamba na yeye ametoka kijijini. Usimkadirie shewa. Anaweza asubuhi shekhe akapanda gari shekhe na asije. Na wewe huna cha kumfanya kwa sababu humpi hata kula yake. Yeye yupo tu kwenye maisha yake. Sasa wewe unahitajika umheshimu. Hapati kitu chochote kila. Hao maustadhi wote tunaoona hapa, ndio maana na shekhe anapiga alkasusi. Wewe kumwona daktari gani anapiga alkasusi? Akisha anapiga alkasusi kwa sababu hana hela. Angekuwa na hela sio wenyewe tunaingia mashambani kushe. Tutatukuta tuko zetu bize kweli. Hatuna pesa. Mtu anataka kuona shekhe umepiga kanzu yote, shekhe yule anapata hela. Hatuna kitu chochote kile tunachopata shekhe. Ni ujanja tu hapa, umeingia hapa mara umpigie simu Sheikh Salim, shekhe vipi bana, kuna tabox uko shekhe ufanyie mpango. Basi likija pale ndo unajikuta umevimba, umeshashiba, basi unajua mwamba, lakini hakuna hela shekhe. Hakuna hela kwenye dini. Mtu asije akakudanganya. Akaona ustadhi umepita hapa. Kuna wakati mwingine watu wana madeni huko mjini. Tukianza kukuonesha hapa bana tunadaiwa na yule tunadaiwa na shehe, huwezi ukakaa. Hali ni tete. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo asije akaja ustadhi hapa mkamuona ustadhi kasa tumeletewa ustadhi. Hakuna, haleti mtu. Yeye mwenyewe tu anaambiwa bwana kuna kituo sehemu fulani. Sasa ushasoma, elimu yako inaenda sehemu fulani. Sasa bana mimi nitaendaje kule? Watu wanakununulia unga kilo zako 10, 30, watakupana kigodoro shekhe nenda. Ukifika hapa shekhe hakuna tena, watu wanakublock shekhe kwenye simu zao. Shekhe utajua wewe mwenyewe. Kama kungekuwa na pesa, mimi nimekaa pale Mapogoro, msikitini nimekaa nusu mwaka pale. Nimekaa wapi? Msikitini tu. Sasa ningekuwa na hela shesi, ningekuwa nimeenda kupanga kwenye majumba bei ghali. Lakini nitafuta nyumba ya bei rahisi shekhe. Ukiangalia pango huko nasikia pango 30,000, ukiangalia mfukoni shekhe mimi sina hiyo hela. Sasa hii itakuwa kwaje? Kwa balaa shekhe. Kwa hiyo hakuna pesa. Lakini pia vile ndugu zangu,
kwenye ujenzi wa huu msikiti wamepita watu. Vita huyu akapita huyu, baada hapo kaja ukachukuliwa. Vile vyote mlivyokuwa mnaona na vifanya vilitoka kwa Sheikh Salim. Na yale yote maelekezo yaliondoka kwa nani? Kwa Sheikh Salim. Kuna wakati mwingine nilikuwa namwambia shekhe, nilikuwa namkumbusha, kuna wakati mwingine unafika hapa shekhe, unakuta fundi kakuongezea kitu ambacho wewe bajeti yako uliopewa vile vitu ndo hivyo hivyo. Sasa unafanyaje? Unapiga hesabu, unarudi tena kwa Sheikh Salim. Bana shekhe sasa anakuambia hakuna kitu cha kusukuma hapo, uuze ufidie hapo, utajua mwenyewe. Unaamua sasa kuingia tena ufidie, unachukua kitu fulani unaenda. Kuna muda fulani mwishoni huku, wakati unaisha msikiti, tulikuwa tunamalizia hapa, mafundi hapa walipelea simenti hapa. Simenti zilipelewa, baadaye zikawa zinaletwa na pikipiki. Deni lile nimemaliza juzi tu hapo kwa ule bwana anaitwa Mnyama. Juzi tu, kwa sababu simenti nilizotoka nazo mjini zote zimekwisha. Sasa ndapateje simenti zingine? Na uwezo kumrudia, kwa sababu wewe unajua kukabidhiwa jengo, maana yake wewe ndio engineer. Uwezo ukasema tena bana sasa hapa kuna hela imeongezeka, kwambia si hatujui iko kitu. Kwa hiyo sasa ikawa nafanyaje? Unatizama sasa bana hapa nitafanyaje? Kitachobakia ndio utachokisukuma, utakiuza, ufidie kule kwenye sehemu zingine. Kuna wakati mwingine tumechukua rangi zilizobakia hapa, tukapeleka wapi? Walikuwa na ukarabati wa choo kule. Tuko hapa ndugu zetu wameenda kutumia. Kuna wakati mwingine umeangalia hapa unaona bana hiki kitu fulani kinafaa sehemu fulani, tunachukua. Kuna wakati mwingine hapa kulikuja na speaker mbili. Niambia Sheikh Salim kwamba bana hizi speaker mbili tutachukua speaker moja tutapeleka msikiti mwingine. Tukachukua speaker moja tukapeleka hapa. Kwa hiyo kila kitu kilichofanyika hapa, asije akatoka Muislamu akafikiria kwamba nilikuwa nafanya kwa akili zangu mwenyewe. Ni kwa maelezo na kwa kufata kanuni. Mimi simu yangu wewe ukifungua pale, simu inakaribia kujaa picha. Kila kitu, hata mtu nikimuuzia kitu, kwa mfano wale anambia chukua hizi wall put mbili nimemuuzia, ninaandika na picha. Naandika bana huyu bwana kutokana na simenti likatika pale, sasa mimi engineer hali yangu ilikuwa haiko vizuri na pesa ilikuwa imekwisha, tunafanyaje? Na ile simenti zilikuwa zimekwisha pale, sasa tufanyaje? Haya bana hii hapa. Lakini wakati huo unakuja kukagua huku, pesa ya ukaguzi wa huku haikuandikiwa. Lakini unahitajika uje ukague. Sasa nitatandika kutoka kwa Mapogolo mpaka kuni utandika kwa Mgushe. Nitafika kweli? Sinda kwa sasa nikija siku mbili si ndo basi tena sionekani. Kwa hiyo sasa ikawa inatizamwa namna ya kufanya. Kwa hiyo yale yote yalikuwa yanafanyika ni maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Sheikh Salim. Nasaha yangu tuutunze huu msikiti kwa sababu tulikuwa tukiutaka na msikiti tumeupata. Maji ukishavulia nguo lazima uyakoge. Sasa Sheikh wangu ukijikuta mjanja shekhe utanuka. Tuutunze huu msikiti. Kwa taarifa niliyokuwa nayo, hakuna msikiti huu kama huu kwenye tarafa hii yote ya Idodi. Tarafa hii yote wewe nenda mpaka Mloa shekhe, hakuna. Hata misikiti inajengwa saizi hakuna msikiti kama huu. Sheikh Salim kafanya jambo kubwa sana hapa. Shekhe katupambania, tumepata nini? Msikiti. Sio mimi. Mimi nilikuwa nikifika hapa napiga tu picha bana shekhe bana msikiti umefikia hapa. Anasema fanya hivi bana. Fanyeni hivi. Subiri show ufike sehemu fulani tutaupokea. Ukifika sehemu hiyo ulali shekhe. Kuna wakati mwingine unapewa maneno mazito lakini unabidi ukubali. Sasa tumefanyaje? Msikiti umefikia hapa. Shekhe mna kiyoyozi? Nikamwambia bana huku kuna joto kali. Sasa tufanyeje? Tuweke kiyoyozi shekhe. Umefungiwa kiyoyozi kisha. Wewe ukiona nyumbani shekhe mkeo kakusumbua, unaweza ukaja shekhe hapo kapumzika. Kuna wakati mwingine ndoa inakuwa chungu shekhe. Unaweza ukaja shehe wangu kalala msikitini shekhe. Hapa mbwa wakupigi, feni ziko chini kabisa. Utakungutwa na baridi shekhe, waliojenga msikiti watapata faida yao ya kuwewe kuna nini, lakini nyumbani lazima utarudi tu shehe wangu kwa sababu kuna nguo kuna nini, kwa hiyo lazima utarudi. Wakati unakuja kulala msikitini usisahau kwamba kuna kurudi tena wapi? Nyumbani shehe wangu. Lakini pia vile vile tuyatunze haya maji. Vitu vyote vinavyofanyika hapa leo tunavyowakabidhi msikiti huu, usije ukanipigia simu ukaniambia bili ya maji. Mimi sipo sha. Maji unatumia wewe. Sasa kesho na kesho kutwa utakuja kusema sasa shehe pale kuna umeme umekatika sasa tutafanyaje? Sio kazi yangu. Wewe utakaa nyinyi wenyewe watu hapa Waislamu utaangalia bana maji yamekwisha tunafanyaje?
Mtaangalia, na hiyo ndo njia ya kuyatunza hayo maji. Ndugu zangu, waliotoa hizi pesa hawakupata fungu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni wao wameguswa, kama Sheikh alivyosema, Sheikh wetu. Wameguswa akaona wafanye ile jambo. Ndugu zetu hawa wa barabara, ndugu zetu wa Chiko, Waislamu, wakaona bana sisi na sisi tunapata kitu chochote, basi na sisi tuwekeze kwa Mwenyezi Mungu. Walijibana hawa na familia zao, sio kwamba walikuwa wanashindwa kwenda kujichana chana zile siku za neno, wakaenda kujivinjari huko mjini, huko Twiga sijui wapi, wakala supu ya shilingi 10,000, 15,000. Sio kama, lakini wao waliwekeza. Sasa na wewe unabidi uwekeze akili yako kwenye kuutunza msikiti, lakini pia vile vile ulichokuwa nacho kidogo ndio unatia umeme, unatia na maji. Sijui tumeelewana ndugu zangu? Hayo ni muhimu sana kuyaweka sawa. Lakini pia vile vile tuchunge msikiti usiwe sababu ya sisi kugombana. Yani mtu anaweza kawa ni katibu wa msikiti, mathalan kachaguliwa kawa katibu wa msikiti, basi wewe ukajiona mwamba, sema hapa nani alienda pale kwenda kuchota maji pale, nani anafanya pumbavu kabisa. Uislamu hauko hivyo sha. Usikufanye kuwa kiongozi au msikiti kuupata basi ni bakola kwa mtu mwingine. Tuchunge sana hiki kitu. Hii ni amana. Sheikh akasema hapa ni amana hii. Sasa hii amana ukiiletea masiara, umevuruga sheikh. Mambo yanakuwa sio mambo. Mambo yanaharibika kabisa. Mwisho wa siku hapa utakuwa unaswali peke yako sababu watu wote si utaki. Na ndo migogoro. Unasikia kila sehemu huyu kafungua kanisa lake, huyu kafungua. So tatizo lingine sio nini? Ni kwa sababu watu wanataka kuoneshana hawamwekee Mwenyezi Mungu. Sasa usilete kwenye Uislamu mambo haya. Uislamu wenyewe unaswali kwa namna hii moja. Wao wote wanaishi kwa kalima hii. Neno lao ni moja tu. Basi. Sasa usituletee habari za huko kwa tuletea huko. Kwenu mna ugomvi wa kifamilia, mpo kwenye matabaka 6, basi ukataka na msikitini watu wawe matabaka 6. Maana sijui kadha wa kadha. Sisi tunataka msikiti watu wawe kitu kimoja, ili ikionekana maji yamekwisha watu watasema jamani maji yamekwisha. Tunafanyaje sasa? Nitajeka ulipia. Haya. Sawa, basi shilingi ngapi bidi? Shilingi 10,000. Basi watu wanaingia mfukoni wanatoa. Swala zinaendelea na kila kitu. Na kuna funguo hapa za msikiti. Tujitahidi msikiti huu tusiufunge wakati ambao uhitajiki kufungwa. Mtu akakaa naye funguo nyumbani kwake labda. Naekea mfano. Akasema bana sasa Sheikh pale nitajeka nimesema muda wa kufungulia msikiti bado mpaka saa 4. Sheikh sio shule hiyo. Na kusema ni hapa watu muda wote wanaingia, wanaswali, wanafanya vitu vyao. Kwa hiyo tujitahidi pia vile vile kwenye hilo. Ni muhimu sana kwenye hayo mambo. Narudia tena, msikiti huu leo ukikabidhiwa kwa Waislamu wa Kitisi, ndio jukumu lao kuutunza. Usije ukanipigia simu Sheikh sijui taa imeungua. Mimi sipo tena shangu. Sina kitu chochote kile. Tanzania mimi na deni tulaumu msikiti. Nadaiwa simenti hapa. Nilipo hapa Sheikh shahidi. Mimi nadaiwa simenti. Lakini mie ndio hivyo tena. Sasa ningekwambia wewe tena Sheikh ufanye hivi, uwezo katoka. Kuna wakati mwingine unapewa vitu nusu, unaambia vitu vingine wakachangie huko. Sasa atachangia nani? Ukiangalia mzee Mgonzo mwenyewe, sasa mzee Mgonzo nitaenda kumwambia achangie kweli. Sheikh unajiuliza sasa nitafanyeje Sheikh? Hauna tena cha kufanya. Ni wainue ndugu zetu wa Chiko, Sheikh Mustafa kwa kuwakilisha wenzako. Naomba uje utoe neno lote uwasalimie na Waislamu pia. Kwa majina naitwa Mustafa Juma, ni mkazi wa Kigoma. Tuko hapa kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kila tunapokwenda huwa tuna jambo letu watu wanalifanya kama hili. Kwa tunapitisha michango katika Waislamu. Tunapata chochote kwa ajili ya kuanzisha msikiti, eza kuendeleza msikiti pale ambapo unapokuwa umeishia. Kwa hiyo nawaomba wanakitisi msikiti huu kama jinsi alivyozungumza Sheikh hapa, utunzeni. Hii ni amana kwenu. Sisi tena hapa tupo tunaangalia majukumu mengine kwa ajili ya kujenga nyumba ya mwalimu, na kama mwalimu atafika hapa kwa wakati, basi kama kutakuwa na lolote ambalo litakuwa lina msibu mwalimu kwa kipindi hichi bado tupo, bado tunaweza kuendelea kumsupport. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maelezo nafikiria tumeyasikia hayo kwamba hatuko. Lakini vile vile wamekwambia tuko kwa muda, maana yake tafasiri yake. Wanaweza kaondoka kwa sasa, usije ukafikiria tena kwamba wao wanahusika. Hiyo ni muhimu sana. Mimi nasisitiza sana hapo. Nije siku mimi nimetulia zangu nyumbani Sheikh na mawazo ya vinyunguni Sheikh, napigwa tena simu nyingine Sheikh wangu tena
bana, huku maji yameisha. Sheikh Mwilevi, hiyo kazi ya kwako. Naam, kwa hapo sasa naomba ni mkaribishe afisa mtendaji wa kijiji chetu cha hapa, naye pia vile vile atusalimie, lakini pia vile vile kama ana neno lolote lile anaweza akaja akazungumza pia vile vile. Sheikh Said, karibu sana. Nashukuru. Kwa jina naitwa Said Mustafa Bwiringe, kwa wasionifahamu ndiye afisa mtendaji wa kijiji hiki cha Kitisi, lakini ni Muislamu mwenzenu. Tulipewa taarifa ya mwaliko pamoja na mwenyekiti wangu wa serikali ya kijiji ya juu ya tukio la uzinduzi wa msikiti huu leo, tukiwa kwenye swala ya Ijumaa katika msikiti wa Mapogoro juma lililopita, lakini kwa bahati mbaya tumepatwa na dharura ya kikao cha ODC kule Katani Dodi. Kwa hiyo katika hilo naomba msione kwa nini toka mwanzo tu kwa wote, na hata swala ya Ijumaa maana mimi nimeswalia Idodi. Lakini pamoja na yote nimeona nije nijumuike nanyi kwa muda huu kwa sababu ndo nimetoka kufika ili tuwe pamoja. Jambo tu ambalo nataka niseme, naamini wengi watangulizi watakuwa wamesema kwamba leo ni tukio la kuzindua msikiti wetu. Lakini ndugu zangu Waislamu, katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msikiti huu kwa wenzetu ambao wametusapoti katika kuanza kuujenga, kwao ni baraka kwa mujibu wa Qur'an. Naamini ni baraka ya milele na ndio heri hata Mwenyezi Mungu akiwachukua. Lakini tukija upande wa pili, kwetu sisi Waislamu tutakao kuwepo Kitisi, msikiti huu kwa namna moja au nyingine inaweza ikaja kuwa fimbo katika siku ya Kiyama. Kwa nini? Kwa sababu wao waliojenga wanaondoka kama walivyosema, lakini sisi tunaobaki katika msikiti huu tunautendeje, namna gani kuona fadhila za wenzetu waliojenga? Lakini Mwenyezi Mungu anachotaka mpe zawadi moja tu ya kutekeleza ibada. Kwa hiyo ninachotaka nishauri ndugu zangu Waislamu na umma wote wa Kitisi na pamoja na wengine wanaotoka karibu na Kitisi, tujitahidi kusimamisha swala kati ya zile nguzo kuu za Uislamu. Tukisimamisha swala, naamini hata lengo lile la kujenga msikiti huu litakuwa limekamilika. Nisiwe na maneno mengi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa naomba nitoe historia fupi ya ujenzi wa msikiti huu. Kama mimi ninavyofahamu, msikiti huu ulianzishwa na ndugu zetu hawa ambao Waislamu wenzetu ambao wanahusika na ujenzi wa barabara mpaka hatua fulani. Pamoja na kupatikanika michango ya ndugu zetu, kuna ndugu zetu wengine walipoona tunajengea tope wakatoa simenti. Ulipofika usawa wa madirisha, kuna mama yetu ambaye anaitwa Fidea Manase ambaye aishi Tanzania, yeye akaguswa pia vile vile, akafikisha mpaka usawa wa kwenye lenta. Ulipopigwa lenta mpaka kufikia kwenye lenta, taasisi ya Jumuiyatul Ihsan al-Khairia ukaupokea rasmi na kuusajili na kuanza sasa kuuingiza katika mchakato wa namna gani utakamilika. Ulipochukuliwa na taasisi ya Jumuiyatul Ihsan al-Khairia, msikiti huu uliendelea kujengwa kwa kasi na kwa nguvu ile ile kwa wale wenyeji ambao waliona hapa, na kutumia muda wa mwezi mmoja na siku kama 10 msikiti huu kufanyaje kukamilika. Kwa hiyo ulikuwa ni pagale kama hivi, pagale tu. Kwa hiyo Jumuiyatul Ihsan al-Khairia ukaanza kuchimba choo, ukajenga choo, ukakarabati na kumalizia finishing kila kitu, baada ya kuwa ni gofu sasa limekaa ni pagale. Ushaona? Lakini pamoja na hapo hatukuishia hapo. Ndugu zetu ambao walitengeneza barabara nao pia vile vile wakachanga tena pesa nyingine, tukaongezea na pesa ya taasisi ya Jumuiyatul Ihsan al-Khairia, tukaenda kununua kipaza sauti. Nafikirisha Salim nilikuambia, na hii pesa niliituma. Lakini pia vile vile ndugu zetu wa hawa ambao wajenzi wa barabara pia vile vile walisapoti hili jambo
kwa kuhakikisha ya kwamba shughuli ya ufunguzi wa msikiti inakwenda vizuri na salama. Wakanunua kichinjo, wakaleta michele, wakaleta na mafuta, na alhamdulillah, na leo hii tutaufinya hapa shekhe wangu na maji ya kunywa hayo kama unavyoona shekhe. Na la shughuli shekhe wangu sio maneno tu shekhe. Baada ya maneno upate kipoza koo kile. Kidaka tonge chenyewe kifanye kazi yake. Maana kile kiungo kinabidi kifanye kazi yake. Sasa kile kinachodaka tonge shekhe mpaka sasa hakijafanya kazi yake. Kwa hiyo lazima kifanye kazi yake shekhe. Kwa hiyo tutakula hapa mchele. Na wapishi alhamdulillah wakapika kwa muda muafaka, kwa sababu na wenyewe walikuwa na njaa. Wakapika kwa muda muafaka na sisi tutakula.